Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezua mshtuko wa kidiplomasia baada ya kutoa onyo kali kwa Irani na kupinga hadharani mpango wa Rais Donald Trump kuhusu usimamizi wa Gaza. Katika hotuba yake mbele ya bunge la Israel, Netanyahu ameweka msimamo mkali ambao umezua mijadala mizito duniani kote. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Netanyahu ametoa onyo la mwisho kwa utawala wa Tehran akisema kuwa ikiwa Irani itathubutu kuishambulia Israel, itakutana na nguvu ambayo haijawahi kuishuhudia katika historia yake. Kauli hii imekuja huku kukiwa na ripoti kuwa Israel imefuatilia kwa karibu maandamano ambayo yalitokea nchini Iran pamoja na machafuko, ikiamini kuwa utawala huo umeanza kulegea. Kwa mujibu wa gazeti la The Times of Israel, waziri mkuu huyo amepinga vikali mpango wa Rais Donald Trump wa kuingiza nchi za Uturuki na Qatar katika usimamizi wa Gaza. Ingawa Trump ameanzisha chombo kiitwacho Board of Peace, yani bodi ya amani, kusimamia Gaza baada ya vita, Netanyahu amesisitiza kuwa Israel haitaruhusu hata askari mmoja kutoka nchi hizo kukanyaga ardhi ya Gaza, akizishutumu nchi hizo kwa kuunga mkono kundi la Hamas. Kwa mujibu wa shirika la habari la JNS, Netanyahu amefafanua kuwa usalama wa Gaza lazima ubaki mikononi mwa Israel pekee. Ameeleza kuwa kuleta mataifa yenye uhusiano na Hamas ni kuhatarisha maisha ya raia wa Israel na kwamba hatua hiyo inakinzana na malengo ya kijeshi ya nchi yake na kuangamiza kabisa uwezo wa kigaidi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya Washington Post, msimamo huu wa Netanyahu umezua msuguano wa kwanza mkubwa kati ya serikali yake na utawala mpya wa Rais Trump. Wakati Trump akijaribu kuleta suluhu ya haraka kwa kuhusisha mataifa ya Kiarabu na washirika wa kikanda, Netanyahu ameweka bayana kuwa Israel itachagua washirika wake wenyewe na haitapokea amri zinazoweza kudhoofisha usalama wa nchi hiyo. Hadi sasa ofisi ya Rais Trump haijatoa tamko rasmi kufuatia kauli hizo za Netanyahu, huku hali ya tahadhari ikiongezeka katika mipaka kaskazini na kusini mwa Israel kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Netanyahu kwanza ameweza kuionya Irani kwamba ikiwa itaishambulia Israel basi itakutana na surprise kubwa ya nguvu ambayo haijawahi kuishuhudia katika historia yake yote tangu taifa la Irani liweze kuzaliwa. Na vile pia Netanyahu amempinga Rais Trump kuhusu mpango wake wa kuhusisha nchi za Uturuki pamoja na Qatar kwenye Board of Peace, bodi ya amani ya Gaza baada ya vita, ambapo bodi hii itasimamia shughuli zote za Gaza mara baada ya vita kuweza kumalizika kabisa, yani kusiwepo hata na tishio lolote au shambulizi lolote hata la mara moja. Kwa hiyo mvutano katika anga za kimataifa unazidi kuendelea kati ya Israel, Irani, Marekani vile pamoja na washirika wengine kutokana na hofu ambayo imetanda Mashariki ya Kati, kila sehemu kukiwa kuna mgogoro wa hali ya juu. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji, ni kusihi uendelee kuwa karibu na Zone Media ili uweze kujipatia taarifa zote ambazo zinajiri huko kote duniani.